Kwa majina naitwa Godfrey Anyimike Mwakosia. Nafanya huduma za injili kwa kutumia usafiri wa baskeli, na natokea katika mkoa wa Mbeya, halmashauri ya wilaya ya Rungwe, maeneo ya Kiwira, na huwa ninasafiri na baskeli kutokea boda ya Malawi kuelekea boda ya Zambia hadi Sumbawanga. Ndo safari yangu ya kwanza niliyoitumia kwa mara ya kwanza 2019, lakini pia kipindi hicho nilivyorudi nyumbani tu nikapewa tena maelekezo na Mungu. Nikaanza tena safari nyingine ya kutoka boda ya Zambia kuelekea nchini Kenya. Nikitoka kwenye boda ya Zambia Tunduma, nikiingia mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa na mkoa wa Dodoma, kisha na kuingia mkoa wa Manyara. Baada ya hapo mkoa wa Arusha, kisha nikaingia Namanga. Lakini hiyo safari niliishia Namanga, sikuendelea wakati kipindi hicho kilikuwa kipindi cha corona. Na baada ya hapo nikatoka nchini Kenya, maeneo ya Namanga, boda ya Namanga kati ya mpaka wa Tanzania na Kenya, kuelekea Dar es Salaam. Na hiyo safari ilinichukua siku 6, lakini pia safari ya Sumbawanga ilinichukua siku 3 na baskeli, lakini pia safari ya kutoka boda ya Zambia kuelekea nchini Kenya penye boda ya Namanga ilinichukua siku 7 ya 8 mchana nilikuwa Namanga. Lakini nizungumze hivi kwamba kuna safari nyingine nilikuwa nimetoka nchini Kenya hapo boda ya Namanga na kuelekea Dar es Salaam. Hiyo nilitumia siku 6 kutoka boda hiyo hadi Dar es Salaam. Kwa hiyo Mungu ni mwema, amenisaidia kwenye safari nyingi. Lakini pia kwenye hifadhi ya wanyama nilipakia baskeli kwenye gari, wala sikupita nayo pale kwenye hifadhi ya wanyama. Kwa hiyo nikashukia kwenye njia panda Kilombero Mizani, hapo nadhani watu wengi wanapafahamu. Lakini baada ya kutoka hapo nikaendelea kupita maeneo ya Iovi. Sasa huko hakuna watu wengi wa kuwahubiria, kwa hiyo nilikuwa nakimbia tu na ni baskeli na spidi kali. Na ni Mungu ameiwezesha. Nilivyokuja Mbeya, nimeingia tu ndani, sijakaa muda, anasema uanze na baskeli kutoka boda ya Malawi hadi Uganda. Ukweli hilo lilinisumbua, nilihangaika siku nyingi nikiwa nahangaika tu ndani. Mke wangu akasema, "Mbona unahangaika, unaingia chumbani, unakaa sebleni, mara uchukue kikoi, ujifunike na wakati jua linawaka?" Nasema, hapana, nitakueleza tu. Unaumwa? Hapana. Lakini hapo nawaza kwamba mkono bado haujapona, lakini bado kuna sauti inanihimiza tu kwamba ya Mungu kwamba ondoka, fanya haraka haraka. Fanya haraka, ondoka. Na kweli nikaanza boda ya Malawi tuliopakana na mkoa wa kwetu wa Mbeya, boda ya Malawi kuelekea Uganda. Na hiyo ni safari ya 4 ya kutoka Malawi kuelekea Uganda, lakini nikatembea na baskeli hadi kufika daraja la Mtera. Daraja la Mtera pale, baskeli yangu hiyo huwa haiharibiki hata kidogo, na wala sizibagi pancha, yani haipati pancha kwa namna yoyote ile. Kwa mfano hata service tu ya kutoka Dar Mbeya sifanyi service hiyo. Ya kutoka Mbeya Arusha na yenyewe wala haina service, yani mimi mwenyewe kuifungua vyuma kufanyaje. Ila sasa cha ajabu kwa safari hii ya kutoka Malawi kuelekea Uganda, nilivyofika kwenye kwanza nikakaguliwa pale na maaskari wale ambao wanakuepo pale kwenye daraja la Mtera. Wakasema naelekea wapi? Nikasema mimi ni mtumishi na hubiri njiani, naelekea nikawaeleza tu kwamba naelekea Dodoma. Sikueleza kwamba tena naelekea siji Uganda. Nikasema tusije tukaendelea kuwa na mahojiano mengi ya namna hiyo alafu safari yangu ikasitishwa. Kwa hiyo nikasema naelekea Dodoma kwa sababu si ndio njia yenyewe ya kuelekea Uganda. Kwa hiyo wakaniruhusu nikapita.
Lakini nilivyofika kwenye daraja la Mtera haijawahi kupata pancha hata siku moja. Nikafika pale, niko katikati ya daraja la Mtera. Kuna chuma tu kilichoma kuna chuma kilichoma tairi. Basi pale ndo nikasema kwa sababu imepata pancha ambayo chuma kimechoma tairi, basi safari yangu haitaendelea. Nikarudi Mbeya kujipanga kwa upya, nikarudi nayo. Kwa sababu mimi kanuni yangu hiyo basikeli inafanywa service nyumbani. Haifanyiwi service sehemu nyingine yoyote. Namshukuru Mungu kwa kutufikisha hata kwa wakati huu. Ijapo kunakuwa na changamoto nyingi ambazo tunakuwa tunapitia katika wokovu, lakini bado tunamshukuru Mungu, anatutetea na kutulinda. Kitendo cha baisikeli kweli nakipokea kwamba nani anapoondoka na baisikeli, ijapo roho inakuwa inaniuma sana kwamba barabarani changamoto za ajali, kuna ajali, lakini bado namuomba Mungu kwamba Mungu naomba mtangulie afike salama na arudi salama nyumbani. Mimi kazi yangu ni kumwombea tu kwamba Mungu naomba mtangulie. Ijapo anavyoondoka roho inaniuma kwamba anavyoondoka na baisikeli ni barabarani, lakini bado namuomba Mungu kwamba Mungu naomba amtangulie njiani, amrudishe salama nyumbani. Tukio ambalo linihuzunisha ni matukio mawili. Tukio la kwanza, aliniacha hapa mimi nikiwa mjamzito wa mtoto wangu wa mwisho, ni wa tatu. Alipata ajali Makambako. Akiwa na baisikeli alipata ajali ya bajaji akawa ametoka kasi kwa akamvaa. Na muda huo tulitoka kuwasiliana. Kwa muda mfupi tu ile namtafuta nikakuta simu yake hashiki. Kwa lilinihuzunisha. Lingine hili la pili ambalo nilihuzunika ni anavyoniambia kwamba nimepita sehemu ambayo ni hifadhi bila kujua kwamba ni hifadhi, alafu akawa amezungukwa na wanyama. Kwa hilo na lenyewe nilihuzunika sana. Mimi kilichokuwa kimeingia akilini mwangu, kwanza nilitiwa wivu kwamba mwenzangu amepata neema ya pekee, kwa sababu sio jambo la kawaida kizazi hiki watu kupita kwenye baisikeli kuhubiri Injili. Nikatiwa wivu kwamba Mungu angenijalia na mimi niinuke kwa namna nyingine, hata kama sio ya kupita kwa baisikeli, niendelee kumtumikia Mungu kwa njia ambazo zitakuwa za tofauti na wanadamu wanavyoelewa.